Imekuwa ni kawaida baadhi ya wachezaji ambao wanatoka ndani ya klabu ya Simba kurejea tena kwa mara nyingine. Hata kwenye mitandao ya kijamii unaona namna ambavyo wachezaji wengi ambao wanapita ndani ya klabu ya Simba wanapokuwa nje ya hapa Tanzania, mara nyingi wamekuwa wakiposti kukumbuka yale maisha ambayo wameishi ndani ya Tanzania ndani ya klabu ya Simba. Hiyo imekuwa ni kawaida kwa wachezaji wengi. Huenda ndani ya klabu ya Simba ni moja ya sehemu ambayo wachezaji namna ambavyo wanaishi wamekuwa wanapenda zaidi. Haswa pia naweza nikasema kwamba wachezaji wengi wamekuwa wakija sasa hivi ndani ya Tanzania, wanapoondoka wanakwenda nje, ile shamla ambao wanaikuta Tanzania huko wanakokwenda hawaikuti. Ndio maana imekuwa ni kawaida kuanza kukumbuka ndani ya Tanzania. Lakini kama ambavyo tunafahamu, nadhani utakuwa unamkumbuka vizuri winga Pape Ousmane Sako, Msenegal, ambaye yupo kwenye kiwango bora kweli, ama naweza nikasema kwamba ni mmoja ya wachezaji ambao walipita ndani ya Simba wakiwa na kiwango bora kweli. Ni mmoja ya wachezaji ambao wanakumbukwa zaidi kwa goli bora la Afrika. Sasa nikueleze tu kwamba inaelezwa kwamba tayari Pape Ousmane Sako ametembelea ndani ya Simba. Mambo mengi zaidi ameweza kuzungumza na uongozi, ameweza pia kuzungumza na baadhi ya wachezaji, utakwenda kufahamu hapa. Lakini pia kikubwa nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Moja ya winga hatari zaidi kupita ndani ya klabu ya Simba ni Pape Ousmane Sako. Mchezaji huyu ambaye kwa sasa yupo ndani ya klabu ya Raja Casablanca ya pale nchini Morocco. Lakini naweza nikasema kwamba tu ndani ya pale Morocco ni moja ya sehemu ambayo hajafurahia sana, kwa sababu tangu atue ndani ya Morocco yeye kwa upande wake amefunga goli moja pekee ambalo alifunga kwenye mechi dhidi ya Wydad Casablanca, lakini pia akiwa na assist moja ambayo alitoa kwenye mechi dhidi ya Osasafi. Lakini ni moja ya sehemu ambayo amekuwa apate nafasi mara kwa mara. Mara mwisho Pape Ousmane Sako ndani ya Raja Casablanca alicheza mechi tarehe 23 mwezi wa pili kwenye mechi ya FAR Rabat ambayo alitokea bench. Sasa tayari kwa upande wa Pape Ousmane Sako, winga huyu wa pale nchini Senegal ametembelea ndani ya klabu ya Simba, lakini pia hajaja hivi bali amekuja pia na tuzo yake ya goli bora ambalo alilibeba lile la Afrika. Lakini pia Sako ameweza kuelezea uongozi kwamba anatamani zaidi kurejea ndani ya klabu ya Simba kwa msimu ujao, kwani maisha ya Tanzania ni moja ya sehemu ambayo alifurahia zaidi kuyaishi. Haswa hata kiwango chake kilipanda maradufu mpaka timu ya taifa ya Senegal wakamuita ndani ya kikosi kipindi akiwa ndani ya klabu ya Simba. Lakini tangu ameondoka Simba hakuitwa tena ndani ya Senegal. Lakini pia uongozi wa klabu ya Simba umeweza kumweleza mambo mengi Pape Ousmane Sako. Imemweleza kwamba kwa upande wa kocha Fadlu Davids kama atakuwa na malengo na mchezaji huyo, basi msimu ujao wanaweza wakamsajili na akarejea ndani ya klabu hiyo. Lakini pia hawajaishia hapo, wamemweleza kwamba endapo kwa upande wa mwalimu Fadlu Davids akamwambia kwamba yeye kwa upande wake ni kama hivi, anaona mbinu zake na namna mchezaji anavyocheza kama ziendani. Kwa upande wa uongozi wa klabu ya Simba umemweleza kwamba wao wapo tayari kumtafutia timu ndani ya Tanzania. Uongozi huo umemweleza kwamba huenda akasaidiwa pia kujiunga na klabu kama Tabora United ama Azam FC, lakini kama masuala yatakwenda vizuri wanaweza wakamwendea hivyo. Ya maana kwamba kwa upande wa mwalimu asipokuwa na matakwa naye ya kuweza kumtumia kuelekea msimu ujao. Lakini Pape Ousmane Sako tayari yuko ndani ya Tanzania. Hii yote ni kutokana na namna ambavyo viongozi wa klabu ya Simba wanaishi na wachezaji. Wachezaji wamekuwa wanatamani kuja tena ndani ya klabu hiyo kwa sababu ni maisha mazuri zaidi au wanaishi vizuri na uongozi. Tunafahamu mchezaji kama Emmanuel Okwi, mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wakienda bara la Ulaya watacheza, lakini baadaye watarejea ndani ya Tanzania. Tuweza kuona pia kwa upande wa Luis Jose Mixon, mmoja wa mchezaji ambaye naye alipita ndani ya Simba, baadaye kaenda Misri, akaenda Uarabuni kule, lakini baadaye akarejea tena ndani ya Simba. Imekuwa ni kawaida kwa wachezaji wengi. Kuna wachezaji wengine ambao tukipitia kwenye mitandao ya kijamii tunaona namna ambavyo wanaiposti Simba. Tazama kwa upande wa James Kotei, ni mmoja mchezaji ambaye mpaka sasa hivi, lakini pia hata mlete mzungu Dejan, na pia mpaka sasa hivi ukiangalia pale kwenye upande wa profile yake bado ameweka profile ambayo amevalia jezi ya Simba. Hiyo imekuwa ni kawaida kwa wachezaji wengi ambao wanaopita ndani ya Simba, wao wanatamani kurejea tena kwa wakati mwingine. Tumeona pia hata kwa upande wa Tadeo Luanga